Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Hapa wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na kudhihirisha hilo ni kwamba wameweza kushuhudia wakiendeleza katika michezo yao kupata ushindi na namna ambavyo wapo katika hatua nzuri. Malengo ni kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa mataji yote ambao waliweza kuyachukua msimu uliopita, lakini sambamba na hivyo basi pia kwenda kukamilisha kile kinachoitwa kufikia katika hatua nzuri ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio level za kutokea makundi, wanataka kuweza kusogea juu zaidi. Sasa mimi nimekusogezea hapa taarifa kuhusiana na usajili mkubwa kabisa ambao inaelezwa kwamba dirisha hili dogo la usajili muda wowote taarifa inaweza ikawa ni njema kabisa. Ni nini hiko ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans? Hayo na mengine mengi ambayo unatamani kuweza kuyasikia, utakwenda kuyasikia hapa katika taarifa hii, kwa sababu nimekuwekea muunganiko wa taarifa kuhusiana na hiki ambacho kinachozungumzwa na uhakika wenyewe uko vipi na inawezekana kwenye hilo. Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyasikia hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Young Africans kupitia viongozi wake wamekutana leo hii kuweza kujadili mambo kadhaa, ikiwemo kuweza kutenga bajeti ya kwenda kukamilisha usajili wa dirisha dogo la usajili. Kuna mapendekezo ambayo yapo. Najua kwamba Young Africans walisajili wachezaji wengi kweli dirisha kubwa la usajili na ni wazuri, lakini kuna mapendekezo ya mwalimu kocha Pedro ambayo ameweza kuyaelekeza kwa uongozi wa Young Africans kuweza kuwataka waweze kukamilisha dili hizo mapema kabisa, kwani kuna mapungufu ambao mwalimu anayaona kwenye kikosi chake, hususan katika maeneo baadhi ambayo anasema kwamba yakirekebishwa basi bila shaka Young Africans huenda huko mbele ambako wanakwenda haitokwenda kuwasumbua, tofauti na wakati huu. Kuna mapungufu ambayo anayatizama, na miongoni mwa vitu ambavyo amevitizama ni pamoja na eneo la winga, ambapo alikuwa akiweza kuhitaji winga mwingine kuongezwa, lakini pia eneo la mshambuliaji na lenyewe pia ameweza kulibainisha. Sasa viongozi wa Young Africans walikuwa kwenye kikao ambapo kuna masuala kadhaa yakiweza kujadiliwa. Miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vikiweza kujadiliwa pia ni kuhusiana jina la mchezaji, nazungumzia Elie Mpanzu, miongoni mwa nyota ambao wanapatikana kwenye kikosi cha klabu ya soka Simba. Inaelezwa kwamba taarifa zilizopo kwamba Mwamba hana furaha kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba na anataka kuondoka, kwa mujibu wa taarifa zinavyosema katika mitandao ya kijamii kuhusiana na hiko ambacho kinachozungumzwa. Sasa taarifa zinasema ya kwamba Young Africans wanaangalia uwezekano wa kuweza kumpata Elie Mpanzu kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kama itawezekana na itakapoweza kubidi, wataamua kuweza kuvunja benki kwa ajili ya kuweza kukamilisha sajili hiyo kubwa kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Yanga wapo mbele ya muda, tayari wameanza mipango ya usajili ya dirisha dogo kupitia dirisha dogo ambalo linatarajiwa kufunguliwa siku sio nyingi. Kuna maingizo ya wachezaji wapya yataingia. Inaelezwa Yanga kuna wachezaji wa kimataifa kupitia dirisha dogo wataingia kwa ajili ya kuongeza nguvu katika michuano ya kimataifa. Tayari kuna mchezaji mmoja wa kimataifa anatarajiwa kuingia nchini ama kwenye kikosi cha Yanga mwezi huu wa
Disemba kwa ajili ya kujiunga na Young Africans kwa kile ambacho kinachoelezwa kwa wakati huu. Kwa hiyo taarifa ni njema. Huenda sasa hapa ni nani huyu ambaye anaingia kwenye kikosi, pengine watu wakisubiri jina kuona labda pengine inaweza kuwa ni la Elimu Panzu ama itakuwaje. Yote na vitu ambavyo vinatokea ni muendelezo wa matukio, kwa sababu ukisema kwamba haiwezekani, tutakukumbusha vipi kwenye issue ya Shabalala, vipi kwenye issue ya Cletus Chota Chama, kina Jonathan Mkude waliwezaje kuhama kutoka upande kwenda wa pili, vipi kina issue ya kina Morrison kutoka Young Africans kwenda Simba. Kwa hiyo inawezekana, ni vile tu kwamba ni swala la muda kuweza kusubiliwa, kuweza kuona itakuwaje. Lakini katika hatua nyingine, unaambiwa kama Laulindo Dilson Maria almaarufu kama Depu atatua Yanga, basi tatizo la mipira ya juu na ya kutengwa inaweza kugeuka kuwa silaha. Amefunguka mchambuzi Ramazani Mwaduke, anasema kwa nini Yanga inazalisha mipira mingi lakini haina mtekelezaji wa mipira ya juu. Katika mechi mbili za makundi, Yanga walipiga cross 28 lakini 6 tu zikamfikia mchezaji ndani ya boksi. Licha ya kuwa na watengenezaji wengi, Kibwana, Mwenda, Boka, Shabalala, kwenye pasi ndefu nako ni shida. Asilimia 85 zilipigwa, 36 tu zikafika, na kati ya hizo pasi moja ndio lilizalisha shambulio moja kwa moja. Ukimwangalia Depu akiwa na Angola, alikuwa mfungaji bora wa Kosafa ndani ya mechi 5 akifunga mabao 8. Ukija ligi kuu ya Poland, akiwa Domiaki, mechi 9 amepiga mashuti 9, 3 on target na moja likiwa goli, huku mabao yake mengi yakitokana mipira ya juu na pasi ndefu. Unaona bana, huyu Depu ni miongoni mwa watu ambao wapo na jina hili linapigiwa kweli kweli upatu kutua ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo huyu Depu ni mshambuliaji, ambapo inaelezwa kwamba mapendekezo ya mwalimu hapa nazungumzia Pedro ndo amependekeza jina hili liweze kukamilishwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo kocha mkuu wa Yanga Pedro amewaambia viongozi wake wa msajili mshambuliaji hatari wa Angola, ambapo huyo Depu ana umri wa miaka 25 katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo yale ambayo pengine Young Africans wanapaswa kuweza kuyafanya ni pamoja na eneo la ushambuliaji, licha kwamba tayari wana washambuliaji wawili. Sasa issue inakuja hapo, nani atoke aweze kuingia Depu, ambapo unafahamu yupo hapa nazungumzia Andy Boyeli, miongoni mwa mastrika ambao wamesajiliwa dirisha kubwa la usajili huu. Bado hajapewa nafasi ya kutosha kuonyesha kile aliko nacho, lakini pia kuna Prince Mpumelelo Dube ambaye alikuwepo toka msimu uliopita na muendelezo wa yale ambao anayafanya. Sasa sijajua Young Africans watafanya maamuzi sehemu gani ili kuweza kumuingiza Depu kwenye kikosi chao moja kwa moja. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.